Mapema hii leo aliyekuwa mbunge wa Kisauni Ali Mbogo ambaye sasa ni mgombea wa kiti cha ugavana wa kaunti ya Mombasa alifanya mkutano na wakazi wanawake kutoka wodi ya Shanzu. Na Ali Mbogo twampenda kweli, lakini bana na ubaguzi. Sisi amtuweka nje na kuna watu wako ndani na sisi tuna kura zake, na amekuja mtaani kwetu na sisi hatuna kadi na wengine wana kadi. Hata hivyo, mkutano huo ulizua malalamiko baada ya baadhi ya wakazi kuripotiwa kuzuiwa kuingia katika eneo la mkutano lililofanyika kwa Jirongo, eneo la Zimlati. Hata yuko katika debe, utachukua hizi kadi ama utatutafuta sisi wanyonge? Tunataka hao ambao pia wakwambia usishuka kwenye gari wakupitishe, lakini asubuhi uko chini. Baadhi ya wakazi walieleza kusikitishwa kwao baada ya kuambiwa kuwa kuingia ndani ya mkutano huo kulihitaji kadi ya mwaliko. Wakazi hao walihoji iwapo ni waalikwa pekee ndio wanaotarajiwa kumpigia kura katika azma yake ya kugombea ugavana wa Mombasa. Hadi hao hawatampigia kura peke yao, ni pia sisi na sisi na vitambulisho vyetu na kura zetu pia na fungue geti. Vijana wa eneo hilo nao walionyesha kukerwa na hatua hiyo, wakisema mikutano ya kisiasa haipaswi kuwekwa masharti ya kadi za mwaliko badala ya kuwapa wananchi wote nafasi sawa ya kushiriki. Kusema kweli amekata kiuno, maana 200 watu wankuja tangu saa 2. Nani? Sisi watu wametoka Bushi, Bamburi, Breezes huko. Hapa Shanzu hatujui lolote hapa. Wakazi hao wamemtaka Ali Mbogo kufikiria upya mbinu zake za mikutano ya kisiasa na kuhakikisha hakuna ubaguzi kwa wapiga kura, wakisisitiza kuwa wananchi wote ni sawa katika mchakato wa kidemokrasia. Nikiripotia Shanzu TV, jina langu ni Davis John Kahindi.